Ndio, kwa watu wangu wa Rwanda, Kongo, Burundi, Tanzania, rafiki zangu kutoka pale Kenya, na sehemu mbalimbali. Nipende kutoa salamu zangu za heri ya Christmas na mwaka mpya 2026. Niwape heri kwa sababu kama mnavyoelewa tunamaliza mwaka, tunaanza mwaka mwingine. Tunakwenda kumaliza mwaka 2025, alafu tuingie mwaka mwingine 2026. Inawezekana mwaka tunakwenda kumaliza umekuwa na changamoto mbalimbali. Inawezekana wako walioumaliza lakini katika pilika nyingi. Watu kwa mfano rafiki zetu, ndugu zetu wa Burundi, ndugu zetu kwa mfano wa Kongo, na wengi sana. Sio hao tu, katika mataifa mengi. Inawezekana wako ambao umeumaliza mwaka, wanakwenda kumaliza mwaka katika neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu. Kwa maana kwamba pilika, mchaka, harakati, mapambano, changamoto zimekuwa ni nyingi. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwamba basi kwa yale yaliyotokea, yakawapoteza ndugu zao, lakini sio ndugu zao tu. Of course kila mtu tumeguswa na mengi. Kila mtu ameguswa. Yaani simaanishi ni hao tu au sote tumeguswa. Kila mtu katika sehemu yake, katika nchi yake na katika eneo alilopo. Wale wengi tumeguswa na mambo mengi. Hapa nyuma nimewahi kusema kwamba kimsingi hakuna aliye salama sana. Hakuna aliye salama. Si mataifa hayo tu, lakini hata mataifa ambayo wanadhani wana amani, wako salama, ukiangalia vizuri sio salama sana. Kwa hiyo salamu zangu za heri ya Christmas na kuwatakia heri ya mwaka mpya. Basi ziwatie moyo tukijua kwamba yatapita. Kila jambo lina mwanzo wake na mwisho wake. Yes, kila mwanzo lina jambo la mwanzo wake na mwisho wake. Ni kama pale maandiko matakatifu yanavyotuambia kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa kwanza pale na kuendelea. Na Mungu anasema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake. Unaona? Kuna wakati wa kucheka, wakati wa kulia. Lakini pia wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Kwa hiyo ni watie moyo kwamba inawezekana katika mwaka huu ambao tunakwenda kumaliza 2025, wengi wetu labda wamepitia katika wakati wa kulia. Sasa kama imekuwa hivyo basi amini kwamba wakati wa kucheka unakuja. Wakati wa kucheka unakuja. Kwa hiyo tuwe na maneno haya yatutie moyo, tufarijike. Tuende kumtafuta Bwana, by the way. Tuende kumtafuta Bwana, tuende kumwamini Bwana. Na tuendelee kumwomba Mungu. Aliyesema niite nami nitawaitikia, mtaonyesha mambo makubwa na magumu ya ajabu msiyojua. Bila shaka atatusikiliza. Yale yanayoonekana kuwa magumu katika akili zetu, tumuite Bwana, tumshirikishe Mungu. Mungu atatokeza njia. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wenzangu wote, rafiki zangu wote ambao wamekuwa mkinifuatilia katika mazungumzo, katika ushauri, katika maombi. Tumeanza pamoja na tunakwenda kuhitimisha pamoja kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Niwatakie mwaka 2026 wenye baraka. Niwatakie mwaka kesho wenye baraka, mwaka kesho wenye amani, wenye mafanikio, wenye afya njema, wenye ushindi na wenye utulivu. Mungu aibariki Tanzania. Mungu aibariki Jamhuri ya Muungano wa Kongo. Mungu aibariki taifa la Rwanda. Wabariki. Lakini pia Mungu awabariki wenyeji wa taifa la Burundi. Sote ni ndugu. Sote ni ndugu. Sote ni damu moja. Zile roho za kubaguana,
kwa rangi, kwa lugha, kwa kabila. Hizo sio roho za Mungu. Ule ukabila huyu ni nini? Hivyo tuweke upandeni. Sote ni ndugu. Sote ni ndugu. Yale makabila mbalimbali, kwa mfano pale Kongo kuna makabila mengi. Hata Tanzania tuna makabila mengi sana, makabila 100 na ngapi? 120 na ngapi na 7 hivi. Lakini wote tunaishi kindugu. Wote tunaishi nini? Kindugu. Pamoja na kwamba tuna makabila mengi Tanzania, lakini tunaishi kindugu. Niombe Mungu atusaidie sana, hata mataifa mengine tuweze kuendelea kuishi kindugu. Kindugu. Tusitangulize ukabila. Ukabila weka pembeni. Tusitangulize ukabila, hawa ni watu gani, hawa ni watu gani, hawa ni watu gani. Lakini tutangulize undugu. Naamini mwaka kesho 2026 ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa mafanikio, ni mwaka wa amani. Mungu awabariki sana. Shalom. Amen.